tukipita kwenye jua hata kwenye mvua, furaha yetu idumu milele. Oh, siku nikilala na njaa, siku nikilala na njaa, ay ay ay, furaha yetu idumu milele. Hizo ni sauti ambazo umezisikiza moja kwa moja kutoka hapa ndani ya studio za 92.1 Crown FM Tanzania, na si wengine bali ni The Voice TZ, ambao ni kundi la muziki ambao wanatumia mtindo wa kapela na wanafanya vizuri katika tasnia ya muziki wa Injili. Tupo nao moja kwa moja kuanzia sanaa yao ya muziki pamoja na nafasi ya ukuaji wa muziki wa kapela hapa Tanzania katika soko la ndani na nje, kimataifa tunasema. Moja kwa moja tuko nao hapa. Karibuni sana The Voice. Asante sana, asante. Haya ni mambo mazuri. Hakika sauti zenu zinavutia hasa. Moja kati ya vitu ambavyo vimenishangaza ni kusikia kwamba sauti zenu pekee zinatengeneza ala ya muziki, maneno na kila kitu ndani yake mpaka kukamilika muziki kamili. Oh yes. Imekuwaje hii? Kwa kweli hii ni sanaa ya kipekee ambayo naweza nikasema imekuwa sio maarufu sana Tanzania kwa jamii kubwa, lakini kwa upande wa waumini wa Kikristo especially katika madhehebu ya Wasabato, sanaa ya kapela ni sanaa ambayo imekuwa kubwa sana. Kuna vikundi mbalimbali ambavyo vinafanya uimbaji huu wa kapela kama sema tunaufanya. Lakini nataka niweke vizuri. Kwa mfano wimbo ambao umetoka ni wimbo ambao tuliamua kuweka na instrument, kwa sababu kuna watu wakati mwingine wanasema hebu jaribu kufanya na instrument wasikie uwezo wenu upoje. Na ndio hii tunaisikia background. Yes, lakini sisi kwa 90% ya maisha yetu ya uimbaji tunafanya a cappella. Yes, ni a cappella tu. Kabla sijakuuliza chochote, naomba nisikilize kwa mara nyingine tena. Sasa kapela ambayo imejitosheleza, imeshiba ndani yake. Yes, sasa katika kapela kuna format nyingi za kapela, lakini sisi ya kwetu format yetu ya kapela kuna base pale, sawa? Yule pale anaitwa nani? Anaitwa Gideon yule. Gideon, Yes. Alafu tuna dada Melissa. Ndio? Yeye ana sauti ya tatu, ni lead singer. Alafu tuna Francis, yeye ndio music director wetu. Alafu tuna Baraka anafanya beatbox. Then tunaye Nikolai, yeye anafanya sauti ya pili. Pamoja na mwenyewe. Mimi na Obaki. Sasa kwa mfano, unaweza okay. Wow. Kwa unaweza kuona hiyo ni beatbox. So, after that taingia beat. Yo bass. After that nenda kaeka gitaa. Sauti ambazo umezisikiza hapa ndani za kipekee sana kutoka kwa The Voice TZ. Wao mimi naishiwa maneno kiukweli. Naishiwa maneno sana. Bila shaka watu huko nje pia nao watakuwa wana mengi vichwani mwao. Kabisa. Mna nafasi ya kutuandikia chochote kile kuhusiana na kundi la The Voice, ikiwa ndo kwanza unasikiza kwa wakati huu, japo bado haujasikia mengi kutoka kwao, lakini kwa kadiri utakavyosikia basi ruksa kutuandikia kule YouTube, na unatutazama na kuwaona live kabisa hapa ndani kupitia Crown Media. Hivyo usiache kutuandikia maoni yako au ujumbe wako kuhusiana na lolote lile utakaloendelea kulisikia kutoka kwa The Voice. Kwa mara nyingine tena hongereni, na moja kwa moja Obeid, mimi ningependa kusikia kwanza kabla hatujasikia tena sauti kwa mara nyingine tena. Yes. Umeanza janzaje kwenye kundi hili la The Voice? Okay. Sasa hiyo nikisema sana niambia wakati mwingine inabidi nione aibu maana. Okay, The Voice imeanza mwaka 94. Nilikuwa mimi pamoja na wadogo zangu.
Then baada hapo wakaja waimbaji wengine, kwa hiyo this is how it started. Hivyo ndivyo ilianza, na nashukuru Mungu mpaka leo niko pamoja na waimbaji wengine inaweza kusema generation nyingine, so Gen Z hapana. Hii generation nyingine. Lakini kwa nini nasema hivyo? Unajua uimbaji wa kapela ni uimbaji mgumu sana. Unahitaji mazoezi na unahitaji commitment. Lakini kingine ambacho kinakuwa kigumu zaidi ni kwa sababu bado hujapata platform kubwa kwenye medias mbalimbali. Na nashukuru kwa nafasi ambayo tumeipata hapa Crown kwa ajili ya kuweza kutangaza muziki wa kapela. Yes. Nataka kufahamu mwanzo kabisa, ni kitu kigumu Obed, kama ulivyosema, muziki wa kapela si mchezo kabisa. Nini kilikuja kwenye kichwa chako wakati unataka kuanza hiki kitu cha kipekee ambacho si tumezoea hapa nchini kwetu? Unajua zamani huku sisi mzizi wetu wa uimbaji huko kanisani. Sasa nitaiweka hivi, zamani ilikuwa hata microphone ilikuwa tu ni moja anayo pale mchungaji madhabahuni. Yani nyie mnaokuja huku mnaimba bila microphone. Mnaimba kwa nguvu na watu wanawasikia. Sasa sisi tulikosa access kabisa ya kupata instrument. Kwa hiyo muziki wa kapela ulikuwa ndio kimbilio letu. Kwamba kwa sababu tumekosa access ya instrument, basi sisi tutachokifanya tutatengeneza huu muziki wa kapela ili ulie kama instrument, ili tujifichie kwenye kichaka cha akapela. Ndio maana ukiangalia hapa majority wanacheza instrument. Naweza kusema kasoro mimi. Kwa sababu mimi era yangu niliyozaliwa, yani kupata instrument haikuwa rahisi. Unaona? Wanacheza filimbi. Kumbe una sehemu yako na wewe vya kukamata. Oh yes, kabisa. Kwa mara ya kwanza wakati unatengeneza akapela na kikaja kitu kizuri, ulijisikiaje? Well, nataka nikwambie tulisikia furaha kwa sababu sisi wakati tunatengeneza tuliona kawaida. Waliotusikia kwa mara ya kwanza, wao ndio walitufanya tuone kwamba kumbe hiki kitu tunafanya kumbe sio cha kawaida hiki. Kwa matokeo yake ikatufanya tujue kwamba muda tuiongezee nyama. Zamani kulikuwa hakuna beatbox. Ilikuwa tu base ndio anafanya kila kitu. As time goes on then akatokea hapa beatboxer, then tunaendelea naye tunafanya kila siku katika mtindo wa beatbox, wakati mwingine without beatbox. Ulifikiria kwamba hii inaweza kuwa ni kitu kitakachoenda kibiashara zaidi, ama ulikuwa mnafanya just for fun? Never. Yani hatukuwahi kabisa kufikiria kwamba tunaweza tukafanya hii ikawa ni biashara, au tunaweza tukafanya hii ikatuingizia riziki yetu kila siku. Lakini nashukuru tena muuliza swali, as time goes on na pressure maisha inakuwa kubwa, naingia kwenye kutafuta, tukajikuta kumbe Mungu anatuuliza, mnalalamika hamna hela, mna nini? Kwa nini tuna fimbo? Then hii ndio fimbo yetu tunaitumia. Yes. Na kwa hapa Tanzania vipi, mwitikio ukoje, na mmeshapata nafasi kidogo za kutoka kimataifa? Kwa hapa Tanzania nitakuwa honest kwako, mwitikio sio mkubwa sana, na ndio maana hata leo wakati tunajiarrange katika kupata nafasi ya kuja, nilikuwa naongea na producer nikamwambia, mimi naomba nifanye kali ninavyoweza kufanya, media zisitushike mkono. You remember muziki wa Singeli ulivyoanza? Ndio. Yani kuna watu fulani waliamua kuushika, wakakoma nao, wakaenda nao, wakaanza kutokeza na wanamuziki wengine wa Singeli ambao hata walikuwa wafahamiki. Ni kweli. Sasa ni wakati umefika kwa media za Tanzania zote kwa ujumla kuushika muziki wa kapela. Yani lazima kuna mmoja atake hiyo risk, aamini kwamba huu muziki wa kapela ni muziki ambao utaenda mbali. Hebu ngoja nianze na The Voice, tutengeneze njia, kwa sababu kama hii kitu unakisikia wewe mwenyewe unafurahia, maana yake kuna kitu kimoja tu kimekosekana, huu ujumbe utoke hapo uwafikie watu zaidi. Ni kweli. Sasa ni rai tunaitoa kwenu kuweza kutusaidia, na ninamuomba mkurugenzi wa Crown atusikie ombi letu, ikimpendeza at least imagine kuanzia kwa siku nzima, kuanzia asubuhi mpaka jioni, just one song, yani wimbo mmoja tu wa kapela, ili watu sasa waanze kufahamu kapela. Nadhani kuambia kitu kimoja ambacho kimekuwa very strange. Tunalikwa kwenye mikutano mbalimbali. Siku ya kwanza Mheshimiwa Rais alipotusikia,
Yaani naye mwenyewe alikuwa anasema hawa ni wa hapa. Ni kweli. Lakini si tupo muda mrefu hapa. Sasa mara nyingi tumekuwa tukienda Kenya kuna mtikio mkubwa. Uganda kuna mtikio mkubwa, Rwanda kuna mtikio mkubwa, tumetoka South Africa kuna mtikio mkubwa, tumeenda Europe especially Uingereza kuna mtikio mkubwa. Kwa nini Tanzania? Kitu kaja kugundua kwamba tunahitaji support ya medias ili kusudi watu waanze kufahamu muziki wa kapela. Muziki wa kapela una style tofauti tofauti. Inaweza kasikika labda wakati mwingine iko very boring, inaweza kasikika wakati mwingine iko ina hype, lakini inatokana na kila mwimbaji. Then kila mwimbaji kwa namna yake anavyoimba abebwe, kwa sababu kuna kundi kubwa la watu ambao wanafanya huu muziki wa kapela, na sisi kwa sababu tumepata nafasi ya kuonekana, ni vizuri kusema kwamba kuna watu wengine wanafanya, sio sisi wenyewe. Kuna groups kama Canaan Brothers, kuna groups kama New Jerusalem Brothers, kuna groups kama The Trio. Wote wako hapa. Kuna group inaitwa Sonda Adilu, kuna group inaitwa The Rhythm, The Humbled, kuna group inaitwa Revived. Nitajie maana kuna magrupu mengi. Nuru Brothers iko Dodoma pale. Yaani wametawanyika. Kuna kundi lingine liko Mbeya inaitwa The Hayers, kuna The Rightness a cappella, kuna Sonda Adilu. Yaani ni vingi. Yaani muongea kitu ambacho nimegundua jambo kubwa sana kwamba Tanzania tuna vitu vingi vikubwa, lakini kwa nini hatuvifahamu? Sababu ndio hiyo ambayo umeisema. Kabisa. Kwa hivyo kesho bwana kuna miaka 20 ya King Kiba. Inakwenda kufanyika kule Kendo Rocks Zanzibar. Sasa vitu kama hivi manake vingekuwa vingeleta utamu na kitu cha tofauti zaidi, lakini ndio hivyo mambo huwezi jua. Basi kama anatusikiza King, kama umesikiza basi Obeda ameomba hapa nami nalipigia mstari kabisa, ninagongea msumari katika hilo kwamba The Boys wanastahili na makundi mengineo yote Tanzania katika muziki huu wa kapela, ili tuone manufaa yake ndani na nje ya nchi yetu ya Tanzania. Kabisa. Basi sawa, mimi naomba kwanza tusikilize tena muziki ambao tumusikiliza dakika chache zilizopita. Na maneno. Yaani ni hiyo pamoja na maneno tusikie sasa uwe muziki kamili. Sasa mimi naomba tufanye na muziki mwingine ambao naweza kusema kwamba wenyewe una creative kubwa sana ya kapela. Ushakusikia Train kwa mdomo? Hapana. Jambo geni sana. Jambo geni hilo. Sasa isikie Train. Go. Jewe mwenzangu uko tayari ikifika utakuwa upande Trend inakuja sasa. Sasa imefika
Treni la kimataifa. Hatari sana. Binafsi nimesisimkwa sana tu. Nimesisimkwa mno. Ni kitu kikubwa mno, kitu cha kipekee, ni kitu ambacho kwa hakika huwezi kufananisha na muziki ambao pengine unaendelea ndani ya nchi yetu. Hongereni sana The Voice. Na tumai wale ambao wanatusikiza sasa hivi kupitia Crown FM kubaliana nami kwamba nyinyi ni wa kimataifa. Kabisa. Ni wa kimataifa. Na muziki wenu si wa kitotototo. Ni muziki hasa uliokamilika, umeshiba na unavutia na hauwezi kuboreka masikioni mwako. Yani unatamani mimi binafsi natamani kuendelea tu kuwasikia. Kweli kabisa. Kwa sasa hivi mna perform ndani ya makanisa tu ama mkipata mialiko na mna yote mnakwenda? Sisi bwana tuna perform ndani ya makanisa, tuna perform kwenye weddings. Tunaimba, nikisema wedding maana na send off, na tunakuwa wakati mwingine tukiwa huko tunafanya nyimbo mbalimbali ambazo kuendana na matukio, lakini tumekuwa tukifanya sana corporate functions vile. Ukuta mnaalikwa na mabenki mbalimbali, lakini tumekuwa tukifanya matangazo mengi sana ya makampuni mbalimbali. Yes, kwa hiyo imekuwa hiyo genre tunaenda nayo kwa muda mrefu sana. Tuko 2025 hivi sasa. Na mambo yanaendelea kutanuka na kuwa makubwa zaidi katika anga za muziki. Kwa upande wa muziki huu wa kapela, nini ambacho mmejipanga nacho kwa wakati huu na kuona kwamba kuna kila sababu ya kukipa nguvu zaidi ili kuweza kutanua mabawa? Cha kwanza kabisa tumegundua kwamba hatuna access na media. Kwa hiyo hilo tunaanza kulifanya kwa nguvu zote. Kwa hiyo tunaomba Crown mtupokee kwa mikono miwili. Kwa niaba mimi nasema karibuni. Asante sana. Na tutahakikisha vile tunatengeneza nyimbo mbalimbali kwa ajili ya kuweza kufiti vipindi mbalimbali. Hiyo namba moja. Lakini namba mbili, sisi hatutaacha kuendelea kulihudumia soko letu la kimataifa ambao ndio imekuwa tukifanya mara kwa mara. Na tuko kwenye mipango mbalimbali. Nisingependa kuisema yote, lakini tuko kwenye mipango mbalimbali ya kuandaa safari zetu ambazo tumekuwa tunafanya kila mwaka. Kwa hiyo wasikilizaji na watazamaji ambao wanaangalia kwamba watembelee social media zetu. Na in fact na director wetu yupo hapa, music director, video director wetu yupo hapa. Jack, unaweza kuzungumza kuhusiana na social media zetu, maana yeye ndo anafanya video zote. Nitayani umesema hivyo mambo ya social, tayari niulize mna videos ambazo huyo sasa ndo atakujibu vizuri. Yes. Karibu sana. Unaitwa nani? Naitwa Jackson Julius. Jackson Julius, karibu sana. Asante sana. Hebu tuambie katika upande wa videos mambo yakoje? Actually cha kuongea sasa hivi kuna video ambayo imetoka mpya. Na hisi hiyo watu wakienda wakitazama watatuongezea watazamaji wengi. Kuna video ambayo tumeitoa inakwenda kwa jina la Baba Wasamee. Ni nzuri sana hasa kwa hichi kipindi ambacho tulichopo. Na hisi wakienda wataipata vizuri, lakini kwenye issue ya habari ya social media natamani kuwaalika pia watu wengi waje kwenye mitandao yetu ya kijamii kwa jina la The Voice TZ. Tunapatikana kwa jina hilo kwa Instagram, Facebook na TikTok. Ukifika pale utapata information zetu zote. Yani short tuna moto. Na huu moto tuliouwasha tunatamani Crown FM
mtusaidie kuupepea uendelee kuwaka. Si tunasema inshallah tuko pamoja nanyi na litakwenda kwa sababu chenyewe kinajiuza kabisa. Uandishi wa muziki ni nani ambaye anasimamia hapa bwana? Kiukweli wote wanaandika muziki na kuna nyimbo ambazo kila mtu hapa amezitunga. Tumekuwa tukiziimba, lakini zingine tunaweza tukazifanyia cover, zingine tunamuomba mtu atutungie kwa sababu utunzi sio kazi rahisi. Kuna wajibu maana sawa kabla ya kuingia kwao lako la mwisho kwenye muziki ambao tumeuzoea tofauti na kapela, watu wanatengeneza album ama kuweza kutoa EP na vitu vingine, kwenu ili likoje? Endelea. So far niendelee. So far tuna album 2, tuna EP nadhani, na EP 2, lakini kuna album 3 zinakuja na EP 2 zinakuja. Kwa hiyo yes, ndio maana kama alivyosema hapo director kwamba tuko jikoni, vyakula vinaiva sana. Kwa hiyo watu wakae mkao wa kula kama alivyosema. Instagram The Voice TZ, utatuona pale. Ukienda YouTube The Voice TZ, Facebook The Voice TZ, TikTok The Voice TZ. Hatari sana. Naona wa dada nimemwona mmoja au wawili, nimeona mwingine yuko wapi? Yes, yuko pale. Anaimba pia naye. Huyo ni anaimba sana. Hatari. Atajitambulisha tu. Hebu tukusikie nawe. Unaitwa nani? Naitwa Lizzy. Lizzy. Alafu na hapa jina lako nimelisahau kidogo. Melissa na Lizzy. Ndio wanawake pekee au kuna wengine? Kuna wengine wengi tu. Kuna wengine wengi. Yes, ambao hawajafika. Kuna wazo la kutoa burudani ya wanawake pekee tukasikiza vionjo kama hivi. Ili wazo ndo tumelipokea, sasa tutalifanyia kazi. Baki itakuwa kitu cha kipekee sana nahisi. Kwa sababu utamu ambao tumeusikia hapa, alafu tukisikia sauti za wanawake pekee katika hili, naamini nayo itakuwa na mvuto wa aina yake. Mlijisikiaje kujiunga na The Voice? Naomba nimtangulize dada yangu Lizzy. Kikweli ni furaha sana kufanya kazi na actually ninaimba, lakini tunaimba wale kwa nyuma. Nikajikuta sauti haitoki. Ni watu wangu wa karibu, nasoma kama meneja wao. Kumbe na manager. Yes. Safi sana. Mimi The Voice ilinitoa nikiwa shuleni. Ubedi mwenyekiti wetu, mimi namuita Kaubedi. Aliniona nikiwa naimba kwenye event ya UKWATA shuleni nikiwa form 5 mwaka 2011. Kwa baada ile event yule kakaangu kwa kweli roho yake haikumruhusu kuondoka bila kumuita yule dada aliyeimba pale. And since then it has been history. Kwa hiyo The Voice ndio ilinitambulisha mimi kwenye ulimwengu wa muziki nje ya shule sana. Nilikuwa mwimbaji anayeimba tu shuleni. Kwa hiyo ulimwengu mzima unaonifahamu kama Melissa kama mwimbaji ni kwa sababu ya The Voice, wao ndio ambao wamenishape katika uimbaji, pia katika character, kwa sababu unajua ukiwa mdada ukipata nafasi ya kukaa katikati ya madume kila siku sio kazi ndogo. Inakusaidia inakusaidia kuwa built kiakili, psychologically, spiritually, and they are not just sio tu waimbaji wenzangu, ni familia. Sawa. Natamani kuwasikia wote, lakini dakika zinatukimbia. Zimesalia dakika chache sana na sisi hapa ikifika tu la 55 mambo yanaondoka hapa ndani. Kuna jambo lolote la muhimu na msingi la mwisho kwa sekunde chache, alafu tuwasikilize wakati mnaimba ndo tunaagana moja kwa moja. Ambao naweza kusema tu ni kwamba tunaendelea kuwasihi kwamba wasikilizaji wetu na ambao wanatazama YouTube live, tunaomba muende kwenye account zetu, mtu support, mtu follow, muangalie video zetu ambazo ziko YouTube, kwa sababu The Voice imesheheni waimbaji ambao wana experience na wana talent mbalimbali. Melissa alishiriki Bongo Star Search, alikuwa mshindi ambaye alienda mpaka Nigeria. Trace, yes, Airtel alienda mpaka Nigeria. Kwa hiyo tuna waimbaji ambao wamesheheni na watupokee kwa staili yetu hii. Ndio. Ambayo inaweza kaonekana ni tofauti, lakini waipokee hivi hivi. Sawa. Huko YouTube Emmanuel Kanambi anasema yupo Kigamboni Kibada. Hongera sana kwao, vipaji vya hali ya juu sana Tanzania. Sasa tuna vipaji vingi mno. Hongereni The Voice, Mungu awabariki sana. Emmanuel Daudi anasema Zanzibar kesho pamoto Kiba kwa sawa. Wako vizuri sana, big up kwao. Huyu anaitwa Salum Ki. Alafu
Mwingine hapa anasema miaka 20 ya Mfalme Kiba. Okay, shukrani Emmanuel. Sisi Tanzania nasema tuna kasumba ya kutothamini vya kwetu. Hii husababisha na roho mbaya na unafiki uliopo ndani yetu. Kila laheri anasema kwao. Nashukuru anasema kwa fahamu. Asante. Nashukuru pia kwa fahamu. Je, kwenye mitandao ya kijamii wapo? Nafikiri umewasikia vizuri hapo. Kupitia The Voice TZ utaweza kuwaona huko kwenye Instagram na kadhalika. Sema tuna vimba sana Crown FM na burudani hizo. Shukran. Hongera sana kwa The Voice, Daud Emmanuel, asante, pamoja na wengine wengi. Muda haututoshi kuendelea kusoma kila comment ya mmoja ambaye ametuandikia hapa ndani. Basi mimi niwaage moja kwa moja, sina la ziada. Nilikuwa nao The Voice kutoka hapa nchini Tanzania, moja kati ya waimbaji wa muziki wa kapela kipekee kabisa. Tumesikia voice zao tamba kabisa hapa ndani. Basi nami nawashukuru sana kwa kuwa nami tangu 12 mpaka wakati huu. Niwatakie Ijumaa Kuu ndo tunaikamilisha. Kwa hivyo niwatakie tu Pasaka njema. Panapo majaliwa tukutane tena on Monday. Mimi naitwa Samira Suleiman, niko na The Voice, na kuambia bye bye. Endelea kusikiliza muziki mzuri kutoka kwao. Kweli ni huzuni kwa kifo chake Bwana Yesu, alivyowambwa pale mtini, akasema moyoni, namaliza kazi kwa huzuni. Akalia kwa huzuni hata mwisho, alikufa pale juu msalabani, akakata roho kwa huzuni. Baba wasamehe, Baba wasamehe, Baba wasamehe, hawajui walitenda. Baba wasamehe, Baba wasamehe, Baba wasamehe, hawajui walitenda. Hawajui walitendalo, hawajui walitendalo. Sing it, don't worry about a thing, yeah. Because every little thing's gonna be alright. Sing it, don't worry about a thing, yeah. Because every little thing's gonna be alright. I rise up this morning, smile with a rising sun, will it all bell from my doorstep, singing sweet song, a melody pure and true, singing, this is my message to you. Crown Media. Hapa ni nyumbani.